Mjambo na habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Lulonga nikikuletea mkusanyiko wa habari muhimu za kuaminika na zinazodhibitishwa kutoka Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Ituri na Maniema na Tanganyika, pamoja na taarifa nyingine muhimu kutoka ndani ya DRC na Afrika kwa ujumla. Katika toleo la leo tutakuletea taarifa kuhusu usalama endelea kuzorota katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi, maendeleo ya operesheni za kijeshi, yale ya kibinadamu ya maelfu ya wananchi walazimika kukimbia makazi yao, pamoja na habari nyingine muhimu ziliko katika vichwa vya habari vya leo. Basi asante sana kwa kuendelea kuiamini Kivu News Info, sauti yako ya habari za kweli, na vile vile endelea kujuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja kabla. Hakikisha umesubscribe, like, comment na share, na kwa lugha wanasema kujabone kweme, vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Hali ya taharuki ilitawala siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai katika mji wa Kalemi, makao makuu ya mkoa wa Tanganyika, baada ya tukio lililoripotiwa kuhusisha baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambao kwa mujibu wa mashuhuda walikataa kuabiri chombo cha majini kilichokuwa kinaandaliwa kuwapeleka katika mstari wa mbele wa mapigano katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka mashuhuda mbalimbali waliokuwa katika eneo la bandarini ya Kalemi, hali ilianza kubadilika baada ya kundi la wanajeshi walikuwa wakisubiri safari hiyo kuonyesha kutokuridhishwa na mpango kuondoka kuelekea eneo la operesheni za kijeshi. Mashuhuda wanasema kwa baadhi ya wanajeshi walikataa kupanda ndani ya boti hiyo, huku wengine wakiondoka eneo la bandari kabla ya safari kuanza. Tukio limesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwa katika shughuli zao za kila siku ndani ya bandarini na katikati ya mji. Wengi walionekana kuondoka haraka katika maeneo hayo kutokana na hofu ya kutokea kwa hali ambayo ingeweza kuhatarisha usalama wao. Katika muda mfupi baada ya tukio hilo, vikosi vya usalama vilianza operesheni za kutafuta wanajeshi waliokuwa wameondoka. Mashuhuda wanasema kwa magari ya kijeshi pamoja na askari wenye silaha walionekana wakifanya doria na ukaguzi katika mitaa mbalimbali ya Kalemi, huku baadhi ya barabara zikidhibitiwa kwa muda ili kuharakisha operesheni hizo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, upakuzi ulifanyika katika vitongoji kadhaa vya mji kwa lengo na kubaini wanajeshi waliokuwa wametoweka baada ya kukataa kuendelea na safari yao kuelekea Kivu Kusini. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya wanajeshi waliodaiwa kuhusika wala iwapo walipatikana wakati wa operesheni hizo. Balamsako, mashuhuda wanasema wanaeleza kwa baadhi ya vijana wa kiraia pia walikamatwa katika maeneo tofauti ya Kalemi na kupelekwa katika kambi ya Mare kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi. Kwa mujibu wa mashuhuda hao, baadhi ya vijana hao waliachiliwa baada ya uchunguzi wa awali, huku hali nyingine ikiendelea kutokuwa na wazi kutokana na ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka zinazohusika. Wakati huo, picha na video zilianza kusambazwa kwa wingi kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha gari la kijeshi linalodaiwa kushiriki katika operesheni za utafutaji zilizofanyika ndani ya mji wa Kalemi. Hadi tunakuandalia taarifa hii, mamlaka za kijeshi pamoja na serikali ya mkoa wa Tanganyika hazijakuwa bado zimetoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, kutokana na iliyosababisha baadhi ya wanajeshi hao kuripotiwa kukataa kuelekea mstari wa mbele wa mapigano. Bado hajafafanuliwa rasmi na idadi kamili waliohusika pia haijatangazwa. Tunajiri katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, ambako operesheni dhidi ya makundi yenye silaha zinaendelea. Kivu News Info itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na kuwafikishia wasikilizaji na watazamaji wetu taarifa zote rasmi zitakazokuwa zinapokelewa na kutolewa na mamlaka husika mara zitapokuwa zimepatikana. Mamia wakazi wa maeneo mbalimbali katika mkoa wa Maniema walilazimika kuyahama makazi yao na kuelekea mkoani Kivu Kusini kufuatia kuendelea kwa mapigano makali yaliyoripotiwa kuhusisha makundi mawili yenye silaha na uongozi na watu wanaojitambulisha kama Majenerali Bruno na Mayaya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yameingia siku yake ya 3 mfululizo na yameendelea kusababisha hali ya hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wakazi wengi wameacha nyumba zao, mashamba na mali zao kikimbia kutafuta usalama katika maeneo yamenika kuwa salama zaidi, hususan kuelekea mkoa
jirani wa Kivu Kusini. Mashuhuda wanasema waliathirika wakubwa mzozoni raia wasiosika na mapigano, hasa wanawake, watoto na wazee ambao wamechukutwa wakitembea umbali mrefu kwa miguu wakikimbia mashambulizi. Wengi wao wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, maji safi na huduma za msingi, wengine wakilala njiani kutokana na kutokuwa na sehemu salama ya kujistiri. Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakimbizi ni kuvuka mto Kimbi kwa miguu. Kwa mujibu wa mashuhuda, kuvuka mto huu ni hatari kubwa na kukosekana kwa nguvu za maji na ukosefu wa miundombinu salama ya usafiri. Baadhi ya familia zimelazimika kusubiri kwa saa nyingi kabla ya kupata njia kuvuka, huko hofu ya ajali na kuzama ikiongezeka kila siku. Vyanzo vinaeleza kwamba mapigano yanaendelea ni matokeo ya mgogoro wa uongozi wa ushawishi katika makundi mawili yenye silaha, hali ambayo inaendelea kuathiri maisha ya wananchi na kuzorotesha shughuli za kijamii na kiuchumi katika maeneo husika. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za serikali hajatoa tamko rasmi kuhusu idadi ya watu waliokimbia makazi yao wala kiwango cha madhara kilichosababishwa na mapigano hayo. Pia hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu vifo, majeruhi kufikia wakati huu. Wakati huo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa idadi ya makundi yenye silaha yanayoundwa na raia wasiopata mafunzo ya kijeshi wala nidhamu ya matumizi ya silaha. Kwa mujibu wa maoni hayo, yanaweza kuongeza migogoro ya ndani na kuwaweka raia katika mazingira hatari zaidi. Hata hivyo, kauli hizo ni maoni ya wachambuzi, hayajathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Hali ya usalama katika sehemu hiyo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, kwa wananchi wakitoa wito kwa serikali na wadau wa kibinadamu kuchukua hatua za haraka za kurejesha usalama, kulinda raia na kuwasaidia maelfu ya watu wanaolazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Sio inapatikana hapa kijiji cha Rubichako ambako raia wanakimbia vita, mapambano kati ya General Brown na General Mayaya, wanapigana huko ngambo ya pili ya Manyema. Hapa tuko ni Sud Kivu ambako raia inateseka kwa kukimbia vita. Vita hiyo ilianza siku ya jana hadi leo. Watoto wa mama wanalala kati ya jua. Napendelea viongozi waendelee kati kwa kumaliza mgogoro huyu wala swala hii. Kwa hiyo watoto ni wengi, wa mama ni wengi. Hatujajua kama mgogoro utaishia wapi. Kuna watoto wako naingia mu maji. Kuna population iko navuka mu maji saa hii kukimbia vita. Ile ni maji ya Kimbi ambako raia iko navuka na maji kwa kukimbia vita. Raia ni wengi kweli, watoto ni wengi ambako wako wanakimbia vita saa hii. Vita inapatikana mu province ya Manyema. Na raia inatoka Manyema inakimbilia Sud Kivu kwa kupata usalama zaidi. Na kwa muda huyu lakini tunaona watoto ni wengi wako navuka kwa maji. Hali ya usalama endelea kuzorota katika kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa tishio la waasi la ADF likiripotiwa kusambaa kutoka mkoa wa Ituri kuelekea mkoa jirani wa Uwele. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia, zaidi ya watu 10,000 wamelazimika kuyama makazi yao katika wiki za hivi karibuni wakikimbia mashambulizi na hofu ya kusogea kwa kundi hilo la waasi katika maeneo ya Wata na Wamba. Kwa mujibu wa viongozi wa asasi za kiraia, waasi hao wanadaiwa kuhama kutoka maeneo ya Mambasa mkoani Ituri ambako wamekuwa wakifuatiliwa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelezwa kuwa walijaribu kuanzisha ngome mpya katika msitu mnene wa Uwele wakitumia fursa uwepo mdogo wa vikosi vya kijeshi katika maeneo ya jirani. Ripoti mbalimbali zilizokusanywa na watendaji wa jamii zinaonyesha kuwa mashambulizi hayo yamekuwa yakifanyika kwa awamu. Takriban wiki mbili zilizopita, shambulio kubwa liliripotiwa katika kijiji cha Mungembere ambako wakazi walazimika kukimbia kwa hofu ya kuuawa. Baada ya tukio hilo, waasi walionekana wakielekea eneo la Betongwe lililoko katika chini ya kilomita 100 kutoka mji wa Uwamba. Wiki iliyopita, kwa mujibu wa taarifa hizo, jaribio lingine la waasi kuingia katika maeneo ya pembezoni mwa Wemba lilizuiliwa na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufikia makazi ya raia. Hata hivyo, mamlaka za jeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu operesheni hiyo wala kudhibitisha idadi kamili ya waasi waliohusika. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa eneo la Suka ya Mboka liko katikati ya msitu unaounganisha wilaya Mambasa katika Ituri na maeneo ya Wamba pamoja na Wasta katika Uwele ndio linadaiwa kutumiwa na waasi wa ADF kama ngome yao mpya ya kimkakati. Ikiwa taarifa hizo zitathibitishwa, eneo linaweza kuwa kitovu kipya cha shughuli za kundi hilo katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi. Kutokana na leo, zaidi ya watu 10,000 kutoka maeneo ya Maha, Andombi na Kebo Apodo wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Eneo nyingi zimeacha nyumba zao, mashamba, mifugo na mali zao zote zikimbia katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wakazi hao sasa wamekusanyika katika miji
miji ya Gombari, Watasante, Muku na Giro ambako wanakabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu. Wengi wao wana makazi ya kudumu, chakula cha kutosha, maji safi ya kunywa wala huduma za afya. Watoto, wanawake na wajawazito na wazee ndio wanaonekana kuathirika zaidi na wimbi ili jipya la watu kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii, changamoto kubwa inayochangia kuendelea kwa mashambulizi ni upungufu wa askari wa FARDC katika maeneo mengi ya vijijini. Wanasema kwa baadhi ya vijiji na vya mpakani havina kabisa vikosi vya usalama, huku vingine vikiwa na idadi ndogo ya wanajeshi wasioweza kukabiliana na ipaswavyo na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Kutokana na hilo, mashirika ya kiraia yametoa wito wa dharura kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wa kibinadamu kuchukua hatua za haraka, huku upande wa kibinadamu umeomba msaada wa chakula, dawa, maji safi, vifaa vya malazi na huduma nyingine muhimu kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Kwa upande wa usalama, ametaka kuanzishwa kwa operesheni kubwa za kijeshi pamoja na kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi katika maeneo yanayotishiwa ili kuzuia waasi wa ADF kujimarisha katika misitu wa Suka ya Mboka. Wakati wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha mikakati ya kukabiliana na tishio la ADF katika mashariki mwa kaskazini mwa nchi, mnamo tarehe 2 Julai mwaka 2026, viongozi wa vyombo vya ulinzi na mamlaka kutoka mikoa mitano walikutana mjini Kisangani kwa lengo la kuandaa mpango pamoja wa kikanda wa kukomeza kundi hilo la wasi ambalo linaendelea kuwa tishio katika mikoa Ituri, Kivu Kaskazini, Chopo pamoja na Uwele. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za kitaifa hajatoa takwimu rasmi zinazothibitisha idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika Uwele, ingawa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia zinaonyesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi na kwamba idadi ya wakimbizi wa ndani inaweza kuongezeka endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Jambo mpenda msikilizaji, karibu kufuata matangazo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Kwanza muhtasari wake: wagonjwa wa Ebola 42 walirikodiwa, miongoni mwao wengine 24 kupoteza maisha yao kwa muda wa masaa 48. Hii ni ripoti ya chumba cha kazi ya dharura ya matibabu ya kijamii mjini Bunia. Wafanyakazi wa kampuni Item SRL wa huko Kalemi wa goma kazi wakidai malipo ya marupurupu zao ya miezi 15. Kampuni ya Safrikasi yameombwa kuchangia swala lile. Na utulivu umeonekana pa Kasake mtani Masisi na Palumbishi mtani Kalehe kisha matongano ya siku 3 kati ya wazalendo na wasi wa FCM23. Wakaaji waliokimbia waanza kurudi makwao. Haya na mengine utazifuata kwa urefu upunde tu. Mpendwa msikilizaji, kaa nasi. Mpendwa msikilizaji, karibu. Leo ni siku ya pili, tarehe 14 mwezi na mwaka tuliomo. Tufungue matangazo yetu tunakuambia kwamba jimboni Ituri wagonjwa wengine 42 wa janga la Ebola walirikodiwa na wengine 24 kupoteza maisha yao katika maeneo kiafya ya Bunia, Nizi na Rwampara kwa muda wa masaa 48. Katika ripoti yake ya mwisho kuhusu janga lile huko Bunia, kituo cha dharura ya afya ya jamii yasema kuvunjika moyo kwa upanuko wa kipindi hii ya 17 ya janga lile nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martial Kizabiamungu atuarifu zaidi. Kwa jumla kesi 43 ya mupya wa ugonjwa wa Ebola kati ya 42 jimboni Ituri na moja Kivu ya Kaskazini iliorozeshwa imepita sasa siku 2. Senta ya operesheni ya afya kwa ripoti yake wa mwisho imesema ya kwamba idadi ya wagonjwa imekuwa 1873 na 672 ya watu wamekwisha kufariki na Ebola tangu mlipuko wa ugonjwa huu ilitangazwa tarehe 15 Mei. Senta ya operesheni ya afya yenye kupiganisha mlipuko wa Ebola inaongeza kusema ya kwamba wagonjwa wa mlipuko huu wa 6 wamepona na kuondoka hospitalini siku ya posho jimboni Ituri. Wataalamu wa afya wanaarifu ya kwamba ugonjwa huu wa Ebola umekwisha ripotiwa pia majimbo ya Chopo na Uwele ya juu, kesi zenye kuwaziwa kutokelea pale Nyanya mtaani Mambasa jimboni Ituri. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Na inaposemeka hivyo, wasimamizi wa jamii waendelea na kazi ya uhamasishaji ya wakaaji dhidi ya janga la Ebola, ikiwa walirundikwa kote mjini Bunia kwa ajili ya shughuli hii. Hawa wawahamasisha majamii kunako manyumba na mapango zao kuhusu kanuni ya kujikinga, kipi kugundua mgonjwa na namna gani kuwaelekeza wagonjwa kunako vituo vya matibabu. Ingalao kazi hii wanaotenda kwa moyo mema, wasimamizi hawa wagongana na matatizo mengi, huenda kutokuaminika, kusumbuliwa na hasa kuwa waanga wa manyanyaso na wakaaji wa moja mjini.
Wakati huo wagonjwa 52 wa kipindupindu mkali, miongoni mwao 11 walipoteza maisha yao, ikiwa ni rekodi iliyofanyika tangu siku 23 mwezi wa Juni uliopita hadi tarehe 7 Julai kunako maeneo kiafya ya Mulungu tumepatikana mtaani Shabunda jimboni Kivu ya Kusini. Kuaminiana na viongozi wa husika na matibabu, baadhi ya wagonjwa wana dalili ya kuhara sana na ukosefu wa maji mwilini, jambo linalozusha hofu na uoga kwa maeneo yale, ikiwa tayari yanagongana na matatizo ya majukumu kiafya, hususan kwa maeneo kiafya ya Lubila. Roneliti Bonera atuarifu zaidi. Katika onyo la kiafya lililotolewa wiki iliyopita, daktari mkuu wa eneo la afya ikiwa ni Pasifika Pimbu Wilonja alieleza kuwa visa hivi vimerekodiwa kati ya wiki 26 na 27 ya ufuatiliaji ya wagonjwa. Wagonjwa 11 wamefariki tayari dunia, jambo ambalo linalolingana na kiwango cha vifo cha 21.1 ambacho kinachukuliwa kuwa cha juu sana. Hesabu zinaonyesha kuwa watu wenye umri wa miaka 18 hadi 15 ndio wanaathirika zaidi. Hata hivyo, watoto wenye umri wa mwaka 1 hadi 5 pia wameathirika. Kwa mjibu wake, uchunguzi wa hapo mbeleni umeonyesha kuwa jamii zilizoathirika zinapata maji kutoka mito ya Lubila na Ulindi, hali ambayo inaweza kuchangia kuenea kwa ugonjwa huu wa kuhara. Daktari mkuu huyu anakumbusha kuwa eneo la afya la Lubila mara kwa mara linakumbwa na mlipuko wa visa vya kuhara wakati huu wa kipwa. Licha ya kurudia kwa hali hii, msaada wa nje haujapatikana hadi sasa ili kuimarisha shughuli za kukabiliana na tatizo hili. Na hapa mjini Kinshasa, nyakati za kipwa zimeonekana ikishindikizwa na muda fupi wa baridi kali na mpepeo pia vumbi. Pakimondo tarafani Mongafula kwa mfano, hali ya kuishi yabadilika. Wakaaji wajivika na mavazi mazito, hasa kujifunika miguu, pua na midomo kwa barakoa ili kujikinga. Hii ni muda ambao wakaaji wamealikwa kushika kanuni kiafya ya kujikinga. Glorian Lepea amekuandalia taarifa inayosoma studioni na Jeremy Baraka. Katika eneo la Kimbondo mtaani Mongafula hapa mjini Kinshasa, wakaaji wameanza kuchukua tahadhari zaidi kutokana na baridi kali wakati huu wa kipwa. Mama mmoja ameweza kusema ili kuwalinda watoto wake hawaogi kila siku. Ameweza kusema ya kwamba huwapanguza mara kwa mara na kitambaa cha maji wakati ambao wanakuwa ndani ya nyumba, na anawavalisha pia kofia na shocks. Mkaaji mwingine ameweza kusema ya kwamba yeye hujiandaa mapema kwa kuweza kununua kofia na shocks kwa kuweza kulinda familia yake. Pia hutumia dawa za kienyeji mbele ya kuweza kutoka nyumbani kwake. Hiyo ni kutokana tu na vumbi, kwani wao wanakuwa kitumia njia ya pikipiki kwa usafiri wao wa kila siku, na ndiyo maana wanakuwa kivaa barakoa ili kuweza kujikinga. Fahamia kwamba wakati huu wa baridi hapa mjini Kinshasa, wengi wanakuwa kibadili tabia zao za kila siku ili kuweza kulinda afya zao. Nilitanguliza na kusema maengineer ya kampuni Item SRL wanaotumika chini ya uchunguzi ya kampuni ya Safricas katika uendeshaji wa mradi wa maendeleo ya mitaa 145 wadai malipo ya marupurupu yao ya miezi 15. Kati yao kuna wale walitokea Tanganyika, wa Kivu ya Kusini, wa Maniema na hasa wengine wa Chopo. Tayari waliharifu kugoma kazi yeyote hadi haki zao zijibiwe. Katika kibarua walioandikia kampuni ya Safricas ambao Radio Okapi ilichukua fursa ya kuipata pia, wadai waomba kwa kampuni hii kupata suluhisho ya haraka kwa tatizo lile. Pole Munanga na maelezo kamili. Waandisi hawa wanaeleza kuwa walifanya kazi ya ujenzi wa miundombinu kama sehemu ya mpango wa PDL 145 territoire katika majengo ya utawala, vituo vya afya na shule. Katika mawasiliano yao wanabainisha kuwa wakati wafanyakazi wengine wa mradi hasa wajasiriamali wameshalipwa, bali wao bado hawajalipiwa. Wakilalamikia hali hiyo wanayoiona kuwa ni ukosefu wa haki, wameamua kusimamisha shughuli zote katika mradi wa Pool Est hadi pale hali yao itakaposhughulikiwa na kurekebishwa. Bwana Emmanuel Masirika, mwakilishi wa kikundi cha wahandisi, husema kwamba wanadai malipo ya kazi ya zaidi ya miezi 15. Anaongeza kama walianza kazi tangu mwanzo kabisa wa mradi kumwaka wa 2024 hadi mwaka huu, na walituma barua nyingi. Hadi sasa hawajapata majibu yoyote. Tulijaribu bila mafanikizo kuwasiliana na wakilishi wa kampuni ya Safricas katika mkoa wa Tanganyika. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini tunapoelekea sasa, utulivu umeripotiwa hii siku ya kwanza vijijini Kasake mtaani Masisi na Palumbishi mtaani Kalehe. Na hii ni kisha siku 3 ya matwangano iliyobainisha wapiganaji wa Zalendo na waasi wa AFC M23. Duru ya mahali yatudokeza kwamba vijiji hivi viwili vimepita chini ya uchunguzi wa wapiganaji wa Zalendo. Wakati huo wakaaji waliokimbia wakihofia usalama wao waanza kurudi makwao, wamoja kisha wengine. Tutabaki tu jimboni Kivu Kaskazini kwa kuwaharifu kwamba shirika la raia tarafani Kasindi Lubiria upatikanao kwa umbali wa kilomita 85 pande wa kaskazini mashariki mwa mji wa Beni yahuzunika kuona kwamba usalama mdogo yavuma mjini Kasindi, ikiwa hakupite usiku mmoja tu manyumba za wakaaji kushambuliwa na mabandia washikao silaha. Mratibu wa shirika la raia mkoani Basongora awaalika wahusika na shughuli ya usalama na ukingo ya raia kuweka mbinu zote ili kukomesha tatizo lile. Paulo zaidi awaomba pia wakaaji kuwa macho na wangalifu, wakitoa kwa viongozi husika na usalama habari za watu wote wanaotoa taswira ya majuto. Na huko mjini Mbujimai, uwepo wa Miguel Masaisai, kijana mkongomani wa umri wa miaka 25, mtembeza kinga aliyetokea mjini Goma hadi mjini Rabat, iliwachangamusha wakaaji, wamoja wakimusogelea kwa mtazamo wa maswali makuu na wengine tu kwa kujifurahisha. Hii itakuwa ni mwendo uliotolewa jina la Pedals for Peace, yani kikanyagio ya kinga kwa amani, iliyolenga kutoa thamani kwa upendo, umoja na uhusiano kitaifa. Kisha masaa 40 ambapo Miguel Masaisai alipopitisha kunako mji mkuu wa dhahabu, ujumbe wake ulikazia tu upendo, umoja na amani, ujumbe uliogusa mioyo za mashabiki walijikusanya kunako nafasi kuu ya Banzola tarafani Kanshi. Na sasa nampa Bernard Nyangi nafasi kwa kuendesha kipindi chetu cha pili ya matangazo. Karibu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Aline Kaindo ni mwalikwa wetu wa siku. Huyu alikimbia vita kusini mwa Lubero na kujifazi mjini Goma tokea mwaka wa 2011. Alipowasili, maisha yake ya kila siku kama mwami yalikuwa ya taabu kubwa. Baada ya miaka kadhaa, hatimaye maisha yake yalianza kuboreka kutokana na msaada wa shirika Femme du Soleil. Hata hivyo, mapigano ya Januari 2025 yalimrudisha katika hali ya sintofahamu na hatari kubwa. Leo hii anatoa wito wa marejesho ya amani eneo hili la nchi. Akiojua na Rosalie Zawadi, Aline Kaindo utoa maelezo zaidi kuhusu hali yake. Mama Aline Kaindo, jambo. Jambo sana. Ulifika Goma wakati gani? Tulifika Goma ilikuwaka 2011. Maile 2011 kutoka kwetu Kaina. Village yetu tulikuwa fasi mwanjo Munyachombi. Kisha kukakuwa vita. Ile vita tukona tutabakia kule, tukakuya Goma. Senye tulifika Goma tukasema sasa tutafanya njala atuzoe vya huku juste ku village ni kupiga vijumba, tunapiga maragi make unasikia tu uko bieme. Kufika sasa huku maishike kwa nguvu, tukianza enda mu park, mimi nenda mu park na niko na bebe, ni mbali make unaanza usubuhi unafika magharibi, tunalala kule. Senye tutapata makala tunatembea usiku yote, vuli nanyesha tu kwa tembea, tunalala munjia mumifereshi na mai iko na shuka, hakuna kia kufanya. Kisi tutakia fika tena Goma tuone kisi tutapata chakula watoto. Mulikuwa nenda bangapi hivi sasa munda mparki? Sie tulikuwa nenda 3, mimi na niko na mtoto. Kufika kule senye mimi nashindwa, wananisaidia kumtoto, wanaenda weka mizigo saa kule, wananirudilia nyuma na nishachoka. Make tutakia fika kwenye tutauzisha mgongo shaivi make unakosa ufanye nini. Tukakutana make maisha ni ya nguvu sana ya ukimbizi make, na kurudia tunashindwa kurudia juu kule make ni vita. Hakukukua fasi ya kuranguria ile makala yenu karibu, ifaletu kwenda kule mbali vile? Tulikuwa nenda mbali sana make, fasi mwasenjo kichimba make ni kutembea, munatembea munachoka make, mwitu munakosa kisi ya kufanya, kupata maji kule ni probleme make. Mulikuwa nendaka na mai? Tunabeba mai ya kukunywa ikeisha, tavuli kenyesha muna shota tama ichino na kunywa shutu ya kiu na mateso jua make unakosa ufeni. Basi tukaendelea kuishi tu vile. Mungu akatusaidia, tukaona mama sasa nafundishaka wakimbizi kazi ya mkono, tukasema pa tumepona. Katukamata akianza tufundisha kazi ya mbabula.
tukianza tengeneza mbabula tukaona ametusaidia sana. Tukaona akianza tupatia kumakuta na sisi tukianza pata chakula watoto wanakula. Ule wangu wa kwanza kagonjwa na machafu jutu ya maisha. Senye nilifika pale mtoto akakuwa bie na wale wengine wenye mimi nafuatisha nao wakakuwa bie, basi nikaona ule mama manke Mungu amempitia ametusaidia sana. Ule mama njo alikuwa presidente wa ile kikundi ya Femme du Soleil, mama Adeline. Ule mama kabisa alituzogeza sana, katutia moyo, tukajikuta kabisa maisha ukimbizi tunaanza isahau. Unatengeneza mbabula modeli gani? Mbabula zenye tunatengeneza mbabula za modeli yote. Tunatengeneza nguvu nyeusi, tunatengeneza stova, tunatengeneza ardisi, tunatengeneza arkisha, tunatengeneza mbabula zote tena za kuwaka mzuri. Leo hivi mkatengeneza mbabula zenu, mnapataka wa client? Make tulikuwa nauzishaka mzuri mbele kabisa, tunafurahi. Mekwa leo senye vita imefika, vitu vimecheza, walikuwa natuzia mzuri, hawakuye tena juu ya vita, bamwa bashakimbia. Wengine wangali pato inakuwa kidogo, kazi haziko, make tunakosa tuishi tena. Tunakutana tena, tuko tena maisha ya hali ya ukimbizi, tunasikia tunafadhaika tena sana. Siye kwetu tuliteseka sana vita, make vita ikishafika na kenye ulikuwa nafuga wanakula, tukaacha vyote, tukaacha mashamba, tukaacha na mafugo bakakula, make tukabakia vile vile. Senye tumekuwa tumeshafika Goma, tumeshaanza zoea Goma, tena Goma nako vita inafika. Tunabakia tena mwa ile hali tu yenye tulikuwa kandani village. Tunajiuliza sasa tufanya tulikimbia vita kwetu na huku tena tunakutana tena vita nayo inakuwa, basi kile tunaweza lomba sie, manake Mungu atusaidie tu, wakubwa walete tu amani, maisha ikue tu bie basi. Na uko na watoto ngapi mama? Nimezala watoto 8, mesa banjo yenye iko, make watoto wanaanza tembea bila viato, make tunakosa tufanye nini juu tulikuwa natengeneza hali ya hewa kusema muzisha na inakuwa nguvu, make tunakosa tufanye. Na ni kufikia hapo ndipo tunitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 14 Julai mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM, ambako vile vile tumeshikiana na wenzetu wa Radio Okapi. Na kila siku naendelea kujuza tu kwamba Kivu News FM tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao, basi kabla ya kuondoka ningekomba na kusii hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone, kueme, kupartager vile vile na kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mimi ni Eloge Lulongo, na kwa niaba ya uongozi mzima wa Kivu News Info na kutakia mchana mwema, kazi njema, na Mungu endelee kuibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na asante sana kwa kuendelea kusikiliza na kutizama Kivu News Info. Huko tukonana tena katika taarifa zetu za jioni. Kwaheri.